Tunaupenda mpira, tunatamani tuone kila baada ya siku tatu kuna mechi, kila baada ya siku tatu kuna mechi. Kwa hiyo sisi wana Simba ndio klabu namba moja Tanzania kupokea tuzo ya mashabiki bora, unaelewa? Kwa hiyo kupokea tuzo, ukishasikia kitu tuzo, mnachujwa, mnakuwa mkuu, sema mnachujwa nani anakuwa ni bora zaidi kati ya hao. Tumemzidi Alama, tumemzidi Mamelodi Sundowns, tumemzidi Pyramids, tumemzidi wengi Raja Casablanca, wote wako kuchukua tuzo. Sisi kwa sababu gani? Tuzo haiji tu kama unapewa posa bwana. Tuzo inakuja kwa sababu umefanya kitu. Mashabiki wa Simba wanajaa uwanja huu, uwanja unalima, unalia kama nyuki. Yaani leo utaona Rwanda ukawaona kama hawajui mpira. Wanaujua mpira vizuri. Umeingia kwenye kiwanja cha kifo, kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Huu uwanja ulijengwa kwa ajili ya Simba, kama watu hawajui. Sawa. Yanga alisema amepeleka amepeleka gerezani. Ndio. Haya Amani pia amepeleka gerezani na pia tumekiona watu ya mimi kwa nafsi. Hivi wewe leo hapa kwanza nikwambie, jana kwanza hawajashinda, wamebebwa kwa sababu gani? Ila niwaambie, kabla ya kuwaambia mmebebwa, nawaambia kabisa Mwarabu ni mtu mbaya sana. Leo umebebwa na kuambia kwa sababu hakuna VAR. Jana walitulia tu kwa sababu hakuna VAR, ila ujue kabisa una mechi na Waarabu watatu. Yaani umepangwa na Waarabu, ukiruka huku mchale, ukiruka huku mchale, ukika katikati mchale, hautoroki. Kwa hiyo unapomkwepa Mwarabu huyu kwa kubebwa hovyo, wale Waarabu watakuja watasaidika tena baadaye kwako wewe. Yaani wewe ndio utakuwa reserve. Wewe na mwenzio Kapili tutafuta njia kupita Farabati na Al Ahly wanaondoka zao, sisi hatujui, hiyo ni shida yenu. Kundi lako ambalo uko unatoboa. Kundi langu mimi nililopo, anayeongoza pale kwenye kundi kwanza ni Simba Sports Club. Anayefuatia pale ni nani, yule bwana yule wa Tunisia, Express de Tunis. Hao wengine watafute kwa kwenda, sisi hatuwafahamu hawa. Leo una uhakika kabisa wa pointi 3? Dakika 32 nakwambia. Tunaondoka na magoli mawili ambayo hayana kashikashi. Tunarudi kipindi cha tunakuja kumalizia mchezo, ndio utajua kwamba hii ni Simba. Unaenda kucheza nyumbani kwako, unapata kagoli kamoja kwa kubebwa, ndugu yangu, alafu unajinadi mbele ya Simba. Mimi utaumia. Okay, neno moja kwa mashabiki wa Simba ambao wapo nyumbani wanakutazama muda huu kupitia 7 Media, unawaambia nini? Mimi nawaambia washabiki wa Simba, kama kuna mtu mwingine ambaye yuko nyumbani anajiandaa kuja uwanja wa Benjamin Mkapa, aje, kwa sababu kuna amani iliyopitiliza, kuna amani iliyojaa kede, amani imetulizana, kuna utulivu. Hicho ni Kiswahili fasaha, kuna utulivu, kumetuama vizuri. Kwa hiyo kama una uwezekano wa kutoka nyumbani kuja kuisupport Simba yako, njoo. Lakini kama una uwezo, lipia Azam TV, uangalie uhondo. Unaangalia uhondo kupitia Azam TV, hakuna channel nyingine, hizo nyingine zote kutoka Azam TV ambao wameliinua soka la Tanzania kulitoa huko walipo mpaka hapa lilipo. Basi mulipie kingamuzi cha Azam TV, muangalie mnyama wenu. Koti lako kama lina maana hivi. Hili koti babu, ngoja kwanza nigeuke taratibu kwanza, watu wasome namba hii. Soma namba. Babu. Babu Bwela. Babu Bwela. Yaani tuko kwenye kashi kuanzia msimu wa jana. Babu Bwela amezinduliwa mpaka msimu huu. Tunaendelea na ule ubwela, akibadilisha kauli mbiu Simba na sisi tunabadilisha kauli mbiu, lakini tunaendelea na huu hapa. Babu Bwela. Babu Bwela ni ubwela wetu part 2. Kwa hiyo nawatakia sana wana Simba ushindi wa magoli 3, ikiwemo Morris Abraham lazima afunge goli. Nashukuru sana.